الرسالة الأولى رسالة ya kwanza في حكم الاحتفال بالمولد النبي وغيره katika hukumu ya kusherehekea maulidi ya mtume sallallahu alayhi wasallam na maulidi ya asiyekuwa yeye. Mtu akaweka sherehe ya siku yake ya kuzaliwa kitu kama hicho. Kwa akasema Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu, amma ba'd. Faqad takarrara as-su'alu min al-kathirin an hukmi al-ihtifali bi maulidi an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Hakika limejirudia swali kutoka kwa watu wengi wakiulizia kutokana na hukumu ya kusherehekea maulidi ya mtume sallallahu alayhi wasallam wal qiyam lahu fi athna'i dhalika, na hukumu ya kusimama kwa ajili yake yeye, kusimama kwa ajili ya mtume sallallahu alayhi wasallam katikati ya sherehe hizo. Bimaana katika sherehe hizi za maulidi kuna wakati pale watu wanaposoma maulidi wanasimama wenyewe wakidai kwamba pale mtume sallallahu alaihi wasallam amehudhuria, kwa hiyo wanasimama kwa ajili yake. Kwa hiyo na hukumu ya kusimama kwa ajili ya mtume sallallahu alaihi wasallam fi athna'i dhalika, katikati ya sherehe hizo, wa ilqa'i salami alayhi, na kumtolea salamu yeye. Kwa hiyo wanasimama na kumtolea salamu mtume sallallahu alaihi wasallam na kuitakidi kwamba pale mtume anafika, anakuja. Naam, wa ghairi dhalika, na mengine yasiyokuwa hayo, mimma yuf'alu fil mawalid, katika vitendo ambavyo vinafanywa katika hizi sherehe za maulidi. Akasema wal jawabu an yuqal, na jawabu ni kama inavyosemwa, na jawabu ni kusemwa kwamba la yajuzu lihtifalu bi maulidi rasuli sallallahu alayhi wasallam, haifai kusherehekea maulidi ya mtume sallallahu alayhi wasallam wala ghairi, wala maulidi ya mwingine asiyekuwa yeye. Haifai kusherehekea maulidi ya mtume wala maulidi ya mwingine asiyekuwa yeye, akaweka mtu birthday yake na sherehe yake ya siku yake ya kuzaliwa, haifai. Kwa sababu gani? Lianna dhalika min albid'i almuhdathati fi ddin, kwa sababu hilo ni katika bid'a zilizozushwa katika dini. Kwa sababu kitendo hicho cha kusherehekea maulidi ni bid'a ambayo imezushwa katika dini. Lianna ar-rasula sallallahu alayhi wasallam lam yaf'alhu, tumejuaje kama hiyo ni bid'a iliyozushwa katika dini? Kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam hakuifanya, wala khulafa'uhu ar-rashidun, wala makhalifa wake waongofu vile vile hawakuifanya bid'a, hawakuifanya hiyo maulidi, wala ghayruhum min as-sahabati, wala wengine wasiokuwa wao katika masahaba ridwanullahi alayhim, radhi za Allah ziwe juu yao, wala tabi'una lahum biihsanin, wala wale waliwafuata wao kwa wema, fil quruni al-mufaddala, katika karne zilizokuwa bora, wote hao hawakuifanya. Wa hum a'lamu an-nasi bis-sunna, na hao ndio watu wajuzi zaidi ya sunna. Hakuna mtu ambaye anayejua sunna kuliko wao. Wa akmalu hubban li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na wao ndio wenye mapenzi yaliyokuwa kamili zaidi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa mutaba'atan li shar'ihi, na wao ndio wenye kufuata sheria yake kwa ukamili zaidi, mimman ba'dahum, kuliko wale watakayekuja baada yao. Ikiwa hao wajuzi zaidi wa sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa hao ambao wenye mapenzi waliokamilika zaidi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na ikiwa hao ambao wanaifuata sheria ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ukamilifu zaidi hawakulifanya jambo hili, maana yake jambo hili limezushwa, ni bid'a. Waqad thabata ani nabii sallallahu alaihi wasallam, na baada ya kutambua kwamba hili jambo limezushwa, kumethibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam annahu qala, kwamba yeye amesema, man ahdatha fi amrina hadha, yule ambaye atakayezua katika dini yetu hii, ma laysa minhu, jambo ambalo halipo, fahuwa raddun, basi jambo hilo ni lenye kukataliwa,
ni lenye kurejeshwa. Yeyote yule ambaye atakayezua baada ya kufahamu kwamba maulidi imezuka, imezuliwa, basi na Mtume amesema maneno haya, yule ambaye atakayezua katika dini yetu hii kitu ambacho hakipo, basi kitu hicho ni chenye kurejeshwa, kimekataliwa. Ai, maana yake marududun alayhi, kinarejeshwa juu yake. Waqala fi hadithin akhar, na amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine, alaikum bisunnati, shikamaneni na sunna zangu, wa sunnati al-khulafai ar-rashidin al-mahdiyyin, na sunna za makhalifa wangu waongofu wenye kuongozwa, min ba'di, baada yangu mimi. Tamassaku biha, shikamaneni na sunna hizo, wa'addu 'alayha bin nawajid, zingateni sunna hizo kwa meno ya magego. Kisha akasema wa iyyakum wa muhdathatil umuri, na tahadharini na mambo yenye kuzushwa, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, kwa sababu kila chenye kuzushwa ni bid'ah, wa kulla bid'atin dalala, na kila bid'ah ni upotevu. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akatahadharisha uzushi, akautahadharisha umma na mambo yenye kuzushwa, akautahadharisha umma kutokana na bid'ah, na kwamba bid'ah ni upotevu. Kisha akasema al-Imam Ibn Baz, fa fi hadhaini al-hadithaini tahdhirun shadidun min ihdathi al-bid'i wal 'amali biha, katika hizi hadithi mbili tulizoziona hapo kuna tahadhari. Mtume anatahadharisha tahadhari iliyokuwa kali kutokana na kuzua bid'a na kuifanyia kazi bid'a. Maana yake nini? Baada ya kufahamu kwamba maulidi ni bid'a, maulidi imezuka, kwa sababu gani tumejua kuwa hii ni bid'a? Kwa sababu hawakuifanya maswahaba, wala hawakuifanya matabi'in, wala hawakufanya atba'u tabi'in, ambao hawa ndio wenye kuijua zaidi sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana yake hii imezuka, kwanza Mtume mwenyewe hakuifanya, hawakufanya maswahaba, hawakufanya tabi'un, hawakufanya atba'u tabi'un. Maana yake hii imezuka. Na baada ya kufahamu kama imezuka, hukumu ya kitu ambacho kimezuka ni nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi hizo tulizotangulia, bali hadithi ya mwisho yake akatahadharisha kabisa, tahadharini sana na mambo yenye kuzushwa, kwa sababu kila chenye kuzushwa ni bid'a na kila bid'a ni upotevu. Ndio akasema katika hizi hadithi mbili kuna tahadhari iliyokuwa kubwa kutokana na kuzua bid'a na kuifanyia kazi. Waqala Allah subhanahu, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-mubin, katika kitabu chake chenye kuweka wazi, anasema wama atakumur rasulu fakhudhuhu, na kile ambacho alichokupeni nyinyi Mtume sallallahu alaihi wasallam kichukueni, wama nahakum anhu fantahu, na kile ambacho alichokukatazeni nacho komekeni nacho, kiacheni. Kwa hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatukataza sisi na kuzua na kuifanyia kazi bid'a. Kwa hili vile vile Allah subhanahu wa ta'ala tutaka sisi tufanyaje? Tuliache. Waqala azza wa jalla, na amesema Allahu azza wa jalla, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi, na wachunge, watahadhari wale ambao wenye kwenda kinyume na amri yake. Wachunge sana watu ambao wenye kwenda kinyume na amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, antusibahum fitna, isije ikawapata wao fitna, au yusibahum adhabun alim, au kuwapata wao adhabu iliyokuwa kali, adhabu yenye kuumiza. Kwa katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anatoa tahadhari kwa kila yule ambaye mwenye kwenda kinyume na amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwanzo itakuja kumpata fitna, kadhalika itakuja kumpata adhabu iliyokuwa kali, kwenda kinyume na amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa miongoni mwa amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyoamrisha ni watu kushikamana na sunna, na akakataza watu kufanyaje? Kuzua na kuifuata bid'a. Waqala subhanahu, na akasema Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika mmekuwa mna nyinyi waumini kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasana, kiigizo kilichokuwa kizuri, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, kwa yule ambaye amekuwa anamtarajia Allah na siku ya mwisho, wa dhakara Allaha kathira, na akamtaja Allah kwa wingi. Kwa katika aya hii vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anaturejesha sisi matendo yetu katika dini, basi tuwe tunamwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume amekuwa kwetu sisi ni kiigizo kilichokuwa kizuri.
Kwa sisi yapaswa tumwangalie Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ibada zake, katika matendo yake katika dini, alafu sisi ndio tumuige yeye. Sasa tukiangalia katika jambo la maulidi Mtume hakulifanya, kaifa sisi tunafanya? Waqala ta'ala, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala, was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar, na wale waliotangulia wa mwanzo katika muhajirina na ansar, yani masahaba, walladhina tabauhum biihsanin, na wale ambao wenye kuwafata wao kwa uzuri, radiyallahu anhum, Allah amewaridhia wao, amewaridhia as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar, amewaridhia masahaba, akawaridhia wale ambao wenye kuwafata hao masahaba kwa uzuri, waradu anhu, na wao wameridhia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa'adda lahum jannatin tajri, na Allah amewaandalia wao pepo yenye kupita, tahtaha al-anharu, chini yake mito mbalimbali, khalidina fiha abada, hali ya kukaa katika pepo hiyo milele. Dhalika al-fawzul adhim, na huko ndiko kufuzu kuliko kuwa kukubwa. Kwa katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anataja fadhila za masahaba, kadhalika na fadhila za wale ambao wenye kuwafata masahaba kwa uzuri, kwamba hawa Allah amewaridhia, na hawa Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa pepo kwa ajili yao, na hawa ndio wenye kufaulu. Kwa hiyo inatakikana sisi katika dini tuwaige masahaba radhiyallahu anhum kama vile walivyokuwa katika dini, kwa sababu kuifata njia ya masahaba ni sababu ya sisi kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na ni sababu ya sisi kufaulu, kama Allah alivyosema, walladhina tabauhum biihsani, na wale wenye kuwafata wao masahaba kwa uzuri. Na tukija kuangalia katika swala hili la maulidi, masahaba hawakulifanya, masahaba jambo hili hawakulifanya. Kwa sisi hatuna kiigizo, si kwa mtume wala si kwa masahaba. Maana yake huu ni uzushi, wala haifai sisi kuufanya. Waqala ta'ala, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hivi leo nimekukamilishieni nyinyi dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimeitimiza juu yenu neema yangu, wa raditu lakumul islama dina, na nimeridhia kwenu nyinyi Uislamu kuwa ndio dini. Kisha akasema Sheikh, wal ayatu fi hadha al-ma'na kathira, na aya zilizokuja katika maana hii zipo nyingi sana. Wa ihdathu mithli hadhihi almawalidi, na kuzua mfano wa maulidi kama hizi, yufhamu minhu, kunafahamika katika uzushi huo, anna Allah subhanahu wa ta'ala lam yukmil ad-din, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajaikamilisha dini lihadhihi al-umma, kwa umma huu.